Sasa tunataka kuchambua majina kadhaa ambazo naamini sisi wote tumezikutana nazo tukiendelea kimaisha, shuleni, marafiki zetu. But sikumaanisha tu kwamba haya majina ni majina mabaya, but maana yake hata saa zingine tukiwa wakubwa tunasikia kama unaweza kutoroka hiyo jina. Kwa mfano mimi nitaanza na jina langu mwenyewe. Nilipozaliwa nilipatiwa jina Wanjera, lakini niliambiwa hilo jina maana yake ni kwamba mwenye nilinemiwa after, sijui kuliendaje kukawa kwamba alikuwa amezaliwa kando ya barabara. Sijui ukweli uko wapi, lakini ni hivyo niliambiwa. So kando na hayo, acha tuweze kuchambua majina kadhaa ambayo wenzangu pia wanaweza kupata kuwa wako katika the same problem ile niko nayo. Jina la kwanza tutaangalia ni kama, wacha tuende kwa community ya Wajaluo, kwa maana hao ndo wanapenda swag. Na swag yenyewe ya majina ambayo wako nayo ni kwamba wanatumia majina yenye uzito. Wacha niwapatie mfano wa majina hayo. Ni kama unasikia mtu unamuuliza jina lake anasema ati naitwa Filigona ayo. Jamani. Mwingine unasikia naitwa Bomnik Adhiambo. Sasa unashindwa sijui alizaliwa wakati bomu lilipuka ama ndio ni aspiring suicide bomber. Mwingine unasikia anaitwa Tiagas Awino. Sasa sijui yeye ni hatari ama ndio mzazi wake ndo alikuwa hatari, sasa akaamua wacha nitangaze kwa jina la mtoto wangu. Tukiendelea hapo unasikia mwingine anaitwa pia Difficult ya Uma. Sasa sijui ni wakati wazazi wake walikuwa na shida ndio walipompata, ama nyingine unasikia ni Oceanic ama Oceanic Atieno. Kabisa natamka ukweli. Jina Oceanic ni jina la msichana. Sasa sijui kama mzazi wake alikuwa amesafiri mito mingi, bahari nyingi akavuka, but ni hivyo kulivyo. Unasikia mwingine sasa sijui ni majina yaliisha ama kuliendaje, unasikia mwingine anaitwa Others Okelo. Sasa sijui alijumulishwa ama ni vile tu wazazi hawakutaka kumuita we. Tukikuja kwa wenzetu Waluya, sijui ni matamshi ama ni vile mzazi pia naye alitamka ama ni spelling, sijui, sielewi ni pande gani. Inakuwa ni ngumu kuweza kujua mtu anaitwa nani kihakika. Kwa maana mtu akikuja kuambie jina langu naitwa Testimony Wekesa, sasa unashindwa Testimony ndio gani? Lakini ukikuja kusikiza vizuri unaona hili jina ni familia. Jina lenyewe ni kwamba anaitwa Desmond, si Testimony. Aya zingine unaweza sikia mwingine pia akisema ni majina ya nguvu, ni majina ya mazuri. Alafu unasikia Mluya mwingine atakwambia mimi naitwa Titimas. Sasa Titimas jamani, ukimwambia spell anaanza na letter D. Sasa unashindwa ati T ya T, si T ile iko na tumbo, si T ya miti, ile iko na miti katikati. Ndio unaanza na T alafu hai T tena, yani ni Titimas. Si, lakini si T ile ya miti, ni T ile iko na tumbo, iko na kifua moja. Sasa hapo ukishafikia hapo unajua kweli hapo kuna shida. Sasa tuende kwa jamii pia ya Wakikuyu. Hao ndio na wengine wamelemewa, sijui ni kulemewa ama ni kuzidia ama ni maji yalizidi unga. Kwa maana huko ndio kuna vituko. Hapo sasa tunaweza wasikia wengine wako na majina ndio ya Kiingereza ni mazuri, lakini sijui ni ya kizamani ama ndio ni vile wazazi wetu waliingiana na wakoloni wakaona majina mengine ni matamu. Unaangalia jina kama jina Jamlek. Unasikia mtu anaitwa Jamlek Ngari. Majina mengine. Unasikia mwingine pia naye anaitwa Damiano. Sasa Damiano unashindwa na hii jina Damiano kwa Kiingereza inamaanisha nini? Ukirudi kuangalia unakuta kumbe ni lile jina linaitwa Damian. Mwingine unasikia anasema anaitwa Sirifia. Sasa Sirifia tena, ukiangalia tena upande ule mwingine pia naye anaitwa Silvia. Yaani matamshi ndio ngumu. Ukiangalia mwingine anaitwa Tifiris.
Phyllis unashindwa, Phyllis tena ni jina la kutoka wapi? Unakuta kumbe anaitwa Phyllis. Mwingine anakuambia anaitwa Sheromithi. Sheromithi kwa Kiingereza ama kwa lugha ya Kimombo ni Shelmith. Sasa tuelewe tu hapo kwamba ni uzito wa matamshi. Mwingine atakwambia anaitwa Ferodinada. Sasa hii Ferodinada hii nilisikia mahali karibu na mimi, na nilirudi kujua kwamba kwa Kimombo inatakiwa kutamkwa Ferdinand. Sasa huwezi kuelewa, sielewi, sifahamu. Mwingine na huyu namjua ni hili jina najua ni famous, mshalisikia. Kwanza kuna mwanamuziki mmoja wetu Mkenya ana hili jina, ati anaitwa Demethiu. Sasa Demethiu unashindwa ni nini? Kumbe ni Dimatthew. So tuelewe tu ni uzito wa lugha, lakini kama mtu anaweza ku pull up the socks, tuweze at least kutamka haya majina vizuri, kwa maana kuna mahali tunaweza enda unasikia majina pia majina ya kifamilia ni mazito, yana maana makubwa, kama kwa sababu tukiwa bado upande wa Kikuyu kunasikia mtoto anaitwa King'ang'i. Sasa ukiita mtoto King'ang'i, jamani, aanze kufanya vitu vikubwa kula watu ama kufanya vituko, utamlaumu na ni jina ulimpa. Unasikia mwingine anaitwa Keiho. Keiho maana yake ni ile mnyama inakaa kama si paka, ina kichwa ndogo ni kama ya sungura, na wakati mwingi huwa anaiba vifaranga vya kuku ama mayai. Sasa huyu Keiho ni kwanza ni kwamba ni mwizi. So ukiita mtoto wako Keiho atakuwa na tabia tu kama ya huyo mnyama. Majina mengine hata sijui maana yake ni kama jina kama Dhombe, ati Muoria. Sasa ukiita mtoto Muoria, hiyo ni kumaanisha ataanza kuwa muozo pia. Ukiangalia jina Waitherero ni kama sijui hata maana yake ni kuelea ama ni gani. Mwingine unasikia anaitwa ati Kanyari. Majina wazazi. Majina mengine sasa ukisikia watu wakitaja, sasa utashindwa kama tuliwacha kutaja majina ya watu ama tumeingia kwa kundi la wanyama. Kwa maana kuna wengine wanaitwa Njogu, mwingine Ngari, mwingine King'ang'i, mwingine Njao. Hasa hapo tukifika hapo sijui tutawajumulisha, tutaweka kwa kundi la wanyama ama ni wanadamu. Majina mengine tafadhali tujihadhari. Sasa pia tukienda kwa jamii ya Wakisii kuna jina moja ambalo huwa linanitatiza. Na nina marafiki wangu pia wanaitwa hilo jina, lakini si kwamba ati ni jina libaya, but jina lenyewe ati mtu anaitwa Stephen Nyang'ao. Sasa jamani, ukishasikia jina la Nyang'ao unashindwa ni mnyama jamani, wazazi tunawashukuru sana kwa kutulea. Mwingine tukienda upande kwa Waluya pia wao matamshi pia wamewalemea. Unaona mwingine anaitwa ati Hanningdon. Ukimuuliza Hanningdon akuspelie kwamba pale anasema don ni TON, lakini si T ile iko na tumbo pande ya nyuma, ni T ya miti. Sasa unajua hiyo ni Hannington. Ukiangalia mwingine, na nina rafiki wa karibu pia anatumia lilo jina, anajiita Julius. Asa Julius ukishindwa, unashindwa hili jina Julius. Sasa ni ukirudi kuangalia ama akikupatia ile spelling, anakuambia unaanza na letter J, unakuja kungamua kwamba si Julius tena ni Julius. Tukienda upande mwingine wa majina ya Kimombo, hapo nikimalizia kuna jina lingine. Nina ndugu yangu pia ana hilo jina, lakini wacha tu nimalizie nalo nikisema kwamba kuna watu wanajiita kwa jina Charles. Anaitwa Charles. Yaani kwa Kimombo jina lake ni Charles. Tafadhali naomba tukiweza kwenda kujiintroduce, kama mtu anaweza kutamka jina lake vizuri, kama unaweza hata kuwaambia wazazi, kama sasa vile sisi tembea tumeona mengi, hata kama ni majina ya familia, tafadhali tujaribu kurekebisha ama kuangalia kama jina halifai mtoto wako,
usije ukamuita majina mengine kama vile nilikuwa nimetaja hapo awali. Jina Damien maana yake ni shetani. Sasa unaanza uko utakuwa ukichinjia shetani, unamlisha shetani, unamlea shetani. Ati Damien, shetani njoo ule, shetani kuja nikuvalishe nguo, shetani unasikia baridi, shetani utakunywa chai. Hapo sasa. Na tukiendelea na haya mambo, inaonekana tutaanza kuita watoto majina mengine, kwamba akienda hata kama ni kusafiri, ile pasi yake ya usafiri, akifika kwenye control atakuwa akionekana kwamba yeye ni mhalifu hata kabla hawajamuangalia zaidi.